ukurasa wa V6 inasema hivi: tumeamua, ukisoma kipengele ibara ya 3 sasa, tumeamua kwa pamoja, ambao ni nani sasa? TANU na ASP kwa pamoja kuunda chama kipya cha kuendeleza mapinduzi ya kijamaa nchini Tanzania na mapambano ya ukombozi wa Afrika juu ya misingi iliyojengwa na TANU na ASP. Sasa ni mambo gani sasa? Chama hapo wana simenti kabisa mwanzo kabisa. Chama tunachokiunda tunataka kiwe chombo madhubuti katika muundo wake na hasa katika fikra zake na vitendo vyake vya kimapinduzi vya kufutilia mbali aina zote za unyonyaji nchini na kupambana na jaribio lolote lile la mtu kumwonea mtu au shirika au chombo cha nchi kuonea na kudhalilisha wananchi na kudhoofisha uchumi au kuzorotesha maendeleo ya taifa. Umeelewa sasa? Kwa misingi ya Chama cha Mapinduzi au chombo cha serikali au shirika lolote kudhalilisha utu wa mwananchi. Umeelewa vizuri? Na ndio maana kauli mbiu ya 2025 2030 ya CCM ni kazi na utu. Maana yake wametohoa baadhi ya vipengele kutoka kwenye katiba ya CCM, si ndio? Kwa maana kwamba tunajenga utu, tuwe na utu katika kutekeleza majukumu yako. Wewe kiongozi lazima uzingatie cha kwanza utu wa Mtanzania. Lakini cha pili uhakikishe kwamba kila mtu anapata ile heshima na uhuru na heshima na ile hadhi ya kuwa huru katika nchi hii, si ndio? Maana yake ni nini? Ni kutokomeza mambo ya utekaji. Maana yake nini? Ni kutokomeza mambo ya ujambazi wa rasilimali za nchi. Maana yake nini? Ni kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi zinakuwa sio kwa ajili ya chombo fulani au kwa mtu fulani au kwa kundi dogo la watu ndani ya nchi. CCM imekataza. Na huo ndo msingi wa kuanzishwa kwa Chama cha Mapinduzi. Okay, umezungumzia kazi na utu. Unaona kuna utu ndani yake? Utu ni kama nimeuliza hivyo kwa sababu miongoni mwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi wakati mwingine wanajitokeza kulalamika kuonesha kwamba pengine utu haupo. Kazi inaweza ikaonekana watu wanafanya kazi. Natolea mfano mbunge wa Mtama ambaye ni Nape Nnauye. Nape Moses Nnauye jana tu bungeni ameonesha kuongelea kwa msisitizo sana kuhusiana na kauli mbiu ya kazi na utu, na akisema utu huo uonekane katika nyanja tofauti na sehemu mbalimbali ndani ya nchi yetu, ikiwemo serikalini na katika taasisi tofauti. Ina maana kuna utu haufanyiwi kazi, au kuna kitu gani mpaka ifike hatua mbunge kama yule na asisitize kwa namna ile, na akafika mwisho akasema tusipoangalia CCM itaondoka? Umeuliza swali zuri sana, lakini ngoja nikusomee katiba hii ibara ya 4 ambayo ni sehemu ya kwanza. Ibara ya 4 inasema hivi: Chama cha Mapinduzi kinaamini kwamba, imani ya Chama cha Mapinduzi kwamba binadamu wote ni sawa. Umeelewa vizuri? Lakini kila mtu anastahili heshima ya kutambuliwa na kuthaminiwa utu wake. Heshima ya kutambuliwa na kuthaminiwa utu wake. Sasa alichokizungumza Nape Nnauye ni malalamiko ya wananchi, sio yake tu, ni malalamiko ya wananchi kwa serikali na chama. Kwa maana gani? Chama kinatakiwa ni kama vile kimeyumba kwa namna moja au nyingine kuisimamia serikali na vyombo vyake. Kwa sababu moja ya shabaha ya chama ni kuhakikisha kwamba inasimamia serikali na vyombo vyake. Vyombo vyake ni vipi? Vyombo vyote vya dola vinatakiwa visimamiwe na serikali kupitia chama kwa maagizo ya chama. Na ndio maana hata wakienda kwenye uchaguzi, chama ndio kinachoenda kukutana na wananchi.
sio serikali inaenda kudandi sera. Sasa leo tumeona misingi mingi sana ya utu imetikiswa katika nchi yetu, na hili wala silo jambo la kumung'unya maneno. Kwa mfano tumeshuhudia watu wanatekwa kwa kiasi kikubwa sana katika nchi hii. Utekaji umekubuhu katika nchi hii, na mbaya zaidi of course hili jambo nilionya muda fulani kwamba hakuna mtu ambaye katika swala zima la utekaji, hakuna mtu ambaye yuko salama, awe ni kiongozi hata yule ambaye sio kiongozi. Hilo linahusikaje na CCM? Umeona swali zuri sana. CCM ina wajibu wa kuidhibiti serikali na kuhakikisha kwamba inatoa usalama, inahakikisha usalama wa raia katika nchi.